Karibu tena mpenzi msikilizaji wangu kwenye kipindi chetu cha elimu ya afya ya akili. Naitwa Libora Mongomo, ni licensed professional counselor associate. Tafadhali usipite kwenye channel yetu bila kusubscribe, kulike, kutoa comment na pia kushare video zetu na watu wengine. Karibu sana. Leo tunaendelea na mfululizo wetu wa vipindi kuhusu unyanyasaji kwenye mahusiano, na tunaenda kufocus na unyanyasaji wa kijinsia, yani sexual abuse. Unyanyasaji wa kijinsia ni vitendo vya ngono isiyoidhinishwa, yani mtu anakuwa hajakubaliana na kufanya hivyo vitendo ila analazimishwa, yani hamna consent. Alafu vinaweza kuwa ni maoni au vitendo vya kimapenzi visivyotakikana, kwa hiyo mtu anaweza kuwa anafanya vitendo ambavyo huvitaki. Alafu ukatili unaolenga jinsia ya mtu kwa kutumia nguvu na vitisho. Kwa hiyo ukatili pia una qualify. Mfano wa unyanyasaji wa kijinsia ni kama vile ubakaji au majaribio ya ubakaji, kumshika mtu bila ridhaa yake. Kwa hiyo mtu anakuwa anamshika mtu sehemu ambazo hazitakiwi kwa kawaida kushikwa, anamlazimisha bila ridhaa ya huyo mtu anayeshikwa. Huo ni unyanyasaji. Utani wa kingono, ukatili wa kimapenzi au kijinsia, kulazimisha kufanya ngono. Hii inatokea kwa mtu tu labda mbakaji au mtu yoyote tu anakulazimisha ufanye naye ngono. Pia inaweza katokea hata kwenye ndoa, kwa sababu hata kwenye ndoa kunaweza kuwa na unyanyasaji pia wa kijinsia. Mradi kama hakuna makubaliano, yani hamna ile consent, ina qualify kuitwa unyanyasaji. Alafu kuonyesha sehemu zako za siri kwa ajili ya kujifurahisha. Kwa mtu anakuwa anaonyesha sehemu zake za siri kwa ajili ya kujifurahisha. Alafu kumfanya mtu alewe ili uanze kufanya naye zinaa, hiyo ni unyanyasaji wa kijinsia. Hii inatokea sana kwenye date, watu wanaenda kwenye date au kwenye parties au kwenye mahusiano ya namna yoyote, mtu unamlevya mtu ili ufanye naye zinaa, huo ni unyanyasaji wa kijinsia. Cyber flashing au sexting ni vitendo ambavyo vinatokea mtandaoni. Ni kwamba mtu labda unatuma video au picha ambazo zinahusiana na ngono kwa mtu mwingine, kumbuka ni bila ridhaa. Kwa hiyo kama hamna consent, hiyo ina qualify kuitwa unyanyasaji wa kijinsia. Alafu molestation ni unyanyasaji unafanywa kwa watoto wadogo, watu wanakamata watoto wadogo wanafanyia vitendo vya ngono, ni unyanyasaji huo. Watoto ambao ni watoto chini ya miaka 18. Alafu incest, hii ni ngono za ndugu ambao ni ndugu labda wa karibu kabisa, anakuwa anafanya ngono na wewe kwa nguvu, ambayo aina hii ya unyanyasaji ni very traumatic. Inaharibu sana kisaikolojia, kihisia, inaleta madhara mengi sana ya muda mrefu. Kwa hiyo huo ni unyanyasaji. Alafu unyanyasaji mwingine wa kijinsia ni ule pale ambapo mtu labda unataka favor, unataka upendeleo. Kwa hiyo mtu ambaye unamuomba msaada anataka kutoa msaada, lakini kwa exchange na mwili wako anataka kutumia ngono kwa ajili ya kukupa msaada. Huo ni unyanyasaji. Unyanyasaji ni kosa la kisheria linalotakiwa kupingwa. Ni unyanyasaji ambao unasumbua sana na unaacha madhara makubwa sana ya kisaikolojia, ya kimwili, ya kihisia na kila aina. Ni ukatili wa namna mbaya sana ambao unamuondolea mtu heshima, uhuru, autonomy. Kwa hiyo ni unyanyasaji mbaya sana unatakiwa kupingwa kama aina nyingine yote ya unyanyasaji. Sasa takwimu zinasemaje kuhusu unyanyasaji wa kijinsia? Ni kwamba 90% mpaka 95% ya wanyanyasaji wa kijinsia, wengi wanaofanya mambo kama ni watu wa karibu na wewe, ni watu ambao unawajua, unawafahamu na ni watu wa karibu na wewe. 30% ya watu wanaofanya unyanyasaji kwa watoto wadogo ni watu wa karibu, sio watu wa mbali, ni watu wa karibu na mtoto huyo. Anaweza kuwa ni mzazi, anaweza kuwa ni sibling, ni ndugu wa mtoto huyo, labda ni kaka, ni dada, anaweza kuwa ni binamu, anaweza kuwa ni mjomba, anaweza kuwa ni babu, anaweza kuwa ni mtu yote wa karibu au rafiki wa karibu wa mtoto, anaweza kufanya unyanyasaji namna hiyo. Kwa hiyo nawapenda kuwapeni tahadhari pia watu wanaopenda kuleta watu majumbani mwenu. Unaleta watoto sijui wa dada yako, wa kaka yako, wanakuja kukaa na binti zako nyumbani, wanakuja kukaa na watoto wako wa kiume nyumbani. Wengi wanamna hiyo ndio wanaishaga kwenye unyanyasaji, kwa sababu unaamini kama ni ndugu, lakini wanakuja na mambo mengine ambayo hayatakiwi. Kwa hiyo muweni waangalifu na watu mnaoleta majumbani mwenu au watoto sehemu mnakopeleka watoto, kwa sababu wanyanyasaji wengi pia, wengine hata wakiachiwa watoto kwa angalia mtoto wangu, wanafanya mambo kama hiyo. Kwa hiyo wanyanyasaji wengi 30% wanaonyanyasa watoto ni watu ambao ni watu wa karibu na wewe. Kwa hiyo unaweza kukuta unawaletea watoto wako shida, unawaletea watoto wako shida ya kuja kunyanyasa kwa sababu ya ku-entertain mazingira ya namna hiyo. 60% ya watu wanaofanya unyanyasaji wa kijinsia ni marafiki wa karibu, babysitter au mayaya au
majirani au mtu yote wa karibu na wewe anaweza kawa ndo anafanya vitu kama hivyo. Kwa hiyo unaweza kukuta marafiki wa karibu, labda umeenda kukaa kwa ndugu au umeenda kutuma mtoto wako kukaa kwa mtu mwingine, unashangaa labda baba wa hiyo nyumba anataka mtoto wako. Kwa hiyo vitu kama namna hiyo. Alafu 10% ni predators. Predators yani ni watu tu, yani kama wawindaji, ni wale watu tu ambao tu wanakamata tu, ni mtu tu yoyote yule ambaye anaweza kufanya vitendo vya namna hiyo, ni mtu asiyejulikana. Kwa hiyo wengi wanaobaka wanaofanya nini ni watu wasiojulikana, lakini 10% hiyo 90 mpaka 95 ni watu wa karibu na wewe ambao unawafahamu na mmezoeana nao kabisa. Na statistics nyingine zinasema 18 mpaka 19 ya wanawake na 8 ya wanaume wengi wameripoti kama walishawahi kunyanyaswa utotoni. Kwa hiyo unakuta walinyanyaswa kingono utotoni. Kwa hiyo ni watu wengi sana wananyanyaswa utotoni, ambayo ni shida inaendelea kuendelea. Sasa unyanyasaji unatokeaje? Ni kwamba unyanyasaji unalazimishwa, ni pale ambapo unakuwa umelazimishwa na hujakubaliana na hivyo vitu, lakini unalazimishwa kuvifanya. Alafu mnyanyasaji anatumia mbinu za kijanja kuweza kujiridhisha kingono. Kwa hiyo anatumia mbinu za kijanja zozote zile mpate mradi aweze kujiridhisha kingono. Anatumia mazingira yanaweza kufanya atimize lengo lake. Kwa hiyo anaweza kutumia mazingira ya usiri, mazingira yote ambayo yatakuweka kwenye position ya yeye kutaka kutimiza malengo yake. Mwanzoni anakujengea ukaribu na imani, alafu unamzoea. Ni kwamba pia kunakuwa na power dynamics. Power dynamics yani kunakuwa hamna nguvu zinazofanana. Kama nilivyosema kuanzia mwanzo, kwa unyanyasaji ni about power and control. Kwa hiyo power dynamics ni pale ambapo hamna nguvu zinazofanana. Lazima uwe mtu mnyanyasaji amekuzidi kwa namna yoyote ile. Ni kwamba either unamtegemea au amekuzidi kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo anaweza kuwa ni mtu ambaye ana mamlaka na wewe, anaweza kuwa ni mtu ambaye ana ujuzi zaidi ya wewe, anaweza kuwa ni mtu ana uwezo, ana hela kuliko wewe, ana umri zaidi yako. Mara nyingi haiwagi mtu wa chini ndo ananyanyasa. Mara nyingi mnyanyasaji wa kijinsia na mnyanyasaji mwingine yote ni mtu ambaye yuko juu yako. Huyu hapa ndo anaweza akakunyanyasa. Sio the other way round. Kwa hiyo power and control na power dynamics. Kwa hiyo mfano wa watu ambao wamekuzidi anaweza kuwa ni mwalimu wako, anaweza kuwa ni kocha, ni supervisor, ni mentor, ni kiongozi wako wa dini, anaweza kuwa labda ni mchungaji, anaweza kuwa ni mwalimu wa kwaya, anaweza kuwa mwalimu wa Sunday school, mwalimu wa madrasa, shehe, au mtu yoyote ambaye amekuzidi anaweza kuwa ndo hivyo anataka kutumia nguvu yake na utawala kuweza kukupata kingono. Anakuandaaje? Ni kwamba wanyanyasaji wote mahali popote pale walipo duniani wanakuwa na tabia ya kuandaa watu, kwa groom, yani grooming process. Anakuandaa kwa namna za ujanja ili uweze kuacha maadili, misimamo yako na imani yako kuhusu ngono mbaya, kuhusu ngono. Kwa hiyo anakuandaa ni kwamba anakudesensitize, yani anaondoa ile misimamo mikali, anakufanya uzoee, anakudesensitize ili uanze kuzoea mambo hayo polepole. Kwa hiyo hata kama una misimamo mikali sana labda ya kidini, ya kimaadili, atatumia njia za kijanja tu kukuingiza ili uweze kuanza kukubaliana na mambo unayotaka kufanya. Wengi unakuta anaanza kukuhagi mara kwa mara, anakupa hagi unaona kama ni hagi ya kawaida. Anaweza kukupa hata hagi mbele za watu kanisani, kumbe ni mtu anaanza polepole. Anaanza sexual content, anaanza kukuingizia maneno ambayo ni very utani wa kingono. Mara nyingi anakutumia video au anasema tu anakupa utani mwingine ambao unahusiana na mambo ya ngono. Alafu mwingine kuanza kukushikashika sehemu ambazo sasa hazitakiwi, utakuwa unakasirika mwanzo, baadaye unaanza kumzoea. Alafu picha za ngono unaanza kuzoea na kuona ni kawaida. Kwa hiyo anakudesensitize kiasi kwamba utaanza kuona kama ni vitu vya kawaida, labda mbona kwanza ni kiongozi wa dini, labda tu ni kawaida, unachukulia poa. Lakini huyo ni mnyanyasaji, ndio jinsi anapokugroom, anakuandaa kwa ajili ya agenda alionayo. Anakuwa msaada wa karibu. Kitu kingine ambacho tunapenda kutumia ni kwamba anapenda kuwa ni msaada wako wa karibu. Anaweza kuwa anakusaidia kwa fedha, kwa kazi, ushauri hata wa kiroho. Unamzoea, unamwona ni mtu dependable, unamdepend, ndio hapo anaanza kujiingiza polepole. Anakufanya umtegemee na kumwamini. Anapanga shughuli na wewe peke yako. Utakuta anapanga shughuli nyingine ili kusudi mkae wawili tu. Alafu unakuwa na usiri ambao haueleweki, ambao wewe uelewi na watu wengine labda wanje waelewi, lakini yeye anakuwa ni kitu ambacho amekipanga kwa sababu ni mtu ana shida ya kisaikolojia, anajua jinsi ya kumanipulate. Alafu unamwona ni mtu wa karibu sana, anaanza kuvunja mipaka pole, anaanza ku-cross boundaries. Kwa hiyo alikuwa anakuhug, anakugusagusa, anafanya baadaye anaanza ku-cross boundary ukweli. Walio kwenye hatari zaidi ya kunyanyaswa kingono ni watu wa aina hii, walio vulnerable, yani kwenye mazingira magumu ya aina yoyote ile. Mfano kama watu wanaoishi kwenye streets, au maskini, au una matatizo, au umefiwa, au una trauma, una hatari kubwa sana kunyanyaswa. Wasiojiamini,
Wanyanyasaji ni watu ni unyanyasaji mwingine ni psychological disorder. Kwa hiyo ni kwamba wanakuwa wanajua, wanaweza kumsoma mtu ajiamini anaweza kaingilika kirahisi. Kwa hiyo wasiojiamini pia ni watu ambao wanaingilika kirahisi. Waliojitenga na wapweke wanaviziaga watu ambao wako peke yao. Mara nyingi anajua mkiwa kwenye kundi labda watu watakushtua. Kwa hiyo anapenda mtu ambaye amejiisolate yuko peke yake au anakaa peke yake. Hiyo ndio target ya mnyanyasaji. Wasio na mipaka, kama anajua uwezi kwa mtu anaweza ku cross boundary, anakuwa amekusoma vizuri. Alafu people pleasers, wale wanapenda ku please watu, wasiojua kusema no. Wale watu ambao wanapenda kumfurahisha watu, yani kila unachoomba unasema yes. Wanapenda kwa target watu kama hao. Alafu wanahitaji msaada, kama nilivyosema ni power dynamics. Kwa hiyo wanapenda kutarget pia watu ambao labda wanahitaji msaada labda wa fedha, ushauri, kadhi, shule, malezi, vitu vyote vile, ushauri wa kiroho. Kwa hiyo ni watu wanatarget watu ambao wanahitaji msaada. Akishakupata anakutumia ipasavyo kingono, japo unaweza kwa upendi ndio unakuwa ni unyanyasaji, lakini anakutumia ipasavyo kwa sababu ameshakuingiza under control. Kwa hiyo anakuwa na kucontrol na kutumia, upende usipende atakutumia muda wote anaotaka. Alafu wewe unaishia kukosa maamuzi binafsi, alafu pia anakukosea heshima na unakuwa huna ile autonomy, huna tena maamuzi binafsi ya kukataa. Ni kwamba anakuwa amekuoverpower kwa sababu kweli anakusaidia na kufanya nini, kwa hiyo unakuwa unanyamaza tu. Anakuhujumu mpaka atakapochoka mwenyewe, na sio kwamba shida ni kwamba anataka ni mapenzi, unataka mfurahishane. Hapana, yeye anataka kukutumia kwa ajili ya faida yake mwenyewe. Sasa ni kwa nini watu wanaogopa kusema? Kwa nini watu wanakuwa na experience unyanyasaji wa kijinsia afu wananyamaza? Ni kwamba wanaogopa kulaumiwa, wanaogopa kudharauliwa, kwa nikiripoti nitadharauliwa, nitalaumiwa, wanaogopa aibu, wanaogopa hatia watoto wa hukumu, wanaogopa kutengwa kwa sababu watu wakusikia pia wanakuona kama ufai. Alafu wanaogopa kusema vibaya, kutoeleweka, kuharibu mahusiano hata na huyo mtu. Unakuta labda ni bosi wako au ni kiongozi wako wa dini. Kwa hiyo unaenda tu hivyo, unajua kabisa anafanya kitu ambacho hakiko sawa sawa na wewe mwenyewe unafanya kitu hakiko sawa sawa, unaogopa kuharibu mahusiano, unaogopa kumput in trouble pia. Wananyamaza kimya kwa sababu hizo, lakini hakuna mtu unaona kama hakuna mtu atakayekusaidia. Lakini ni vizuri sana kutonyamaza, kwa sababu unyanyasaji kama unyanyasaji wa aina nyingine sio kitendo cha kizuri, ni kitendo cha ukatili ambacho hakitaki kabisa kuwepo, ni kitendo kibaya. Matokeo ya unyanyasaji wa kingono ni yapi? Ni kwamba mtu unayenyanyaswa unaweza kuwa umeanza kusumbuliwa sana na trauma, yani trauma, asira zitakuwa zinakusumbua sana. Depression, mara nyingi unaweza kuanza ku experience depression, anxiety, PTSD, post traumatic stress disorder. Alafu STD, magonjwa ya zinaa unaweza kuwa unapata, kwa sababu mnyanyasaji wa kijinsia mara nyingi anakuwa hajatulia na wewe tu, anakuwa anahangaika na watu wengine wengi tu. Anaweza kuwa ananyanyasa wewe na ni kwamba ni mnyanyasaji, ni mtu ana matatizo ya kisaikolojia, anaweza kuwa anakunyanyasa wewe na watu wengine. Kwa hiyo ni rahisi sana kupata hayo magonjwa STDs, unaweza kupata HIV na magonjwa mbalimbali. Wengi wanaishia kupata ujauzito ambao hawaupendi. Kwa hiyo unaweza kukuta wengi wanaofanya pia abortion ni watu ambao walinyanyaswa kijinsia, labda hajapenda hata kupata mimba, anakuta amepata mimba. Alafu wengi wanaishia kujiamini, hatia, kujilaumu kwa sababu ya kubaliana na mambo kama hayo, lakini unakuta mtu anashindwa kuyaacha kwa sababu ya hofu na kuogopa. Alafu wengi pia kama watoto ambao wameshawahi kunyanyaswa kijinsia wanaanza kujenga tabia ya kupenda ngono. Kwa hiyo watoto wengi wakinyanyaswa kijinsia baadaye anajenga inakuwa ni tabia yake ya kwanza kupenda ngono. Kwa hiyo anakuwa ni mtoto ambaye naye hatulii kwa sababu ameanza kufanya hivyo kuanzia mtoto mdogo. Kwa hiyo anaona kama ni kitu cha kawaida tu. Alafu kwa watu wazima ambao labda wameingia kwenye ndoa, ni kwamba kama umeshawahi kunyanyaswa kijinsia, ni kwamba wengi wanasumbuka pia na matendo ya tendo la ndoa. Sasa tunaisha tendo la ndoa, ni kwamba anakuwa baadaye ameingia kwenye ndoa lakini atashindwa kufanya tendo la ndoa kwa sababu yani anahusianisha na, kama nimesema, anapata PTSD. PTSD ni kukumbuka mambo ya nyuma, trauma. Ni kwamba kwa hiyo hata tendo la ndoa anaona kama bado ni ubakaji. Wengi unakuta hawako comfortable na hawapendi pia, na anahusianisha na ule unyanyasaji ulikuwa unafanywa. Alafu mtu aliyenyanyaswa mara nyingi anajifikia kama hayuko salama wakati wote. Kwa hiyo atakuwa anaogopa watu wa jinsia hiyo waliomnyanyasa, anaogopa watu wote wanaofanana na huyo mtu. Kwa hiyo mtu anaishi kwa hofu siku zote. Alafu exploitation, kwamba mtu anakuwa anakunyonya, kwa sababu mnyanyasaji ni kwamba mnyanyasaji yote wa kijinsia, mnyanyasaji wa aina yoyote, ni kwamba anafanya vitu kwa malengo yake yeye, kwa sababu ya kuonyesha nguvu na utawala, na ni mtu selfish, mbinafsi, manipulative. Kwa hiyo atakuexploit, anakuexploit mwili wako, ni kwamba anatumia mwili wako vibaya. Ni mtu ambaye ni manipulator, amekosa uaminifu, mdanganyifu, mhujumu.
Kwa hiyo hana interest na wewe, ni kwamba anakutumia kwa ajili ya interest zake mwenye, kujiridhisha mwili wake. Ni mtu ana matatizo na anatumia njia hizo za kuwa karibu na wewe, kufanya hivyo kwa ajili ya interest zake mwenyewe, sio kwamba hata ana interest na wewe. Kwa hiyo ni unyanyasaji ambao unashusha sana heshima ya mtu, unadhalilisha, na mnyanyasaji akishamaliza, akishakuchoka, anakutupa tu hapo kama tutakataka. Kwa hiyo unakuta ndio maana watu wengi wanaanza kupata hasira, depression, anxiety na guilt na kila kitu, kwa sababu mnyanyasaji alikuwa hakutumii kwa ajili ya kupenda, japo mwanzo anakuonyesha kama anakupenda. Ni kwamba alikuwa anakutumia tu kama chombo kwa ajili ya kuridhisha uzinzi wake. Sasa ni jinsi gani ya kumanage, ya kuhandle unyanyasaji wa kihisia? Ni kwamba imarisha mipaka ya mahusiano. Jifunze sana kuimarisha mipaka ya mahusiano. Jifunze kuhusiana na watu kwa mipaka, yani usiwakusogeze sana karibu na wewe, na fahamu hizo dalili za vihatarishi vya unyanyasaji kama nilivyozielezea hapo. Fahamu hizo dalili na usikubali kumuingiza mtu anaye karibu na wewe, kwa sababu unyanyasaji ni very manipulative, ni watu evil, ni kwamba anajua jinsi ya kukupata, ni kwamba ana uzoefu. Na unyanyasaji wengi, kama nilivyoongea kwenye video ya pili ya mfululizo huu, ni kwamba wanyanyasaji wengi pia wanakuwa ni wanyanyasaji kwa sababu yeye mwenyewe labda anakuwa ameshakufanyia vitendo vya unyanyasaji utotoni au maisha yake yote. Kwa hiyo anajua hizo trick kwa sababu yeye mwenyewe alishakufanyia trick kama hiyo. Kwa hiyo sio watu wa ku entertain, kwa sababu ni mtu mwenyewe labda alishakuwa abused sexually mara nyingi tu. Kwa hiyo anajua hizo trick zote na jinsi hata ya kukupata. Na kumbuka, afanye na mtu mmoja, anafanya na multiple people. Kwa hiyo tambua mapema mahusiano hatarishi na viashiria. Alafu uwe imara katika kufanya maamuzi. Jifunze kusema no, kukataa, kwa sababu mwili wako ni mwili wako wewe. Kwa hiyo mtu asikufanyie unyanyasaji wote kwenye mwili wako kwa kukulazimisha. Kataa na sema no, na iwe hivyo. Alafu tafuta msaada wa kisaikolojia kama imeshakuathiri vibaya, kwa sababu kama nilivyosema, unyanyasaji wa kijinsia unaathiri sana kisaikolojia na kwa namna zote. Kwamba unakuwa na ile sexual trauma na vitu vingine kama hasira, hofu, depression, PTSD. Wengine wanapata nightmares, mtu unaanza kuogopa usiku na utandoto mbaya kwa sababu ya unyanyasaji. Kwa hiyo tafuta msaada wa kisaikolojia. Saikolojia wanajua jinsi ya wataweza kujisaidia kusaidia. Mwisho, fahamu kama unyanyasaji ni hatari, jitoe na kuchukua hatua zinazohitajika. Kama unahitaji report na hatua nyingine zozote zile, jitoe haraka sana, usiendelee kukaa hapo, kwa sababu ni kitu kibaya, kitakuachia effect kubwa sana. Alafu mnyanyasaji ana tatizo la kitabia na kisaikolojia. Kwa hiyo ujue sio mapenzi. Mtu kama anakulazimisha sio mapenzi, ni kwamba ni matatizo yake. Kwa hiyo usikubali tu mtu mwenye matatizo yake ya kisaikolojia aanze kufanya wewe ndio chombo cha kuweza kutimiza matatizo yake ya kisaikolojia. Alafu mnyanyasaji anafanya hayo mambo kwa watu wengi, kama nilivyosema. Ni kwamba mnyanyasaji wa kijinsia sio kwamba ana wewe tu. Anaweza kuwa anafanya hivyo kwa multiple people, na inawezekana na watu wengine ambao wako very close na wewe. Kwa hiyo epukana na mambo kama hayo na jifunze kuweka mipaka na watu. Kama unamwona mtu yote anaashiria kama hivyo, usikubali kabisa akusogelee, kwa sababu unyanyasaji yeye mwenyewe alishakunyanyaswa sana, ameshazoea hizo tabia. Kwa hiyo anajua jinsi hata kuingia watu. Kwa hiyo fahamu hizo dalili, jiepushe, na pia report, na jitahidi kuwa safe. Kama umependa hii content, tafadhali usiache kusubscribe na kushare. Asante sana.